Lengo letu sasa kama wana Makubi na wana Kasandalala, kwa sababu tuna hamu na kituo cha afya, tunakuomba mwenyekiti, kwa juhudi hizi unazoziona, ramani yetu ingetusaidia ikawahi kufika ili tayari tuanze msingi mara moja, kwa sababu fedha ya kuanza tunayo. Na mkuu wa wilaya alishakuja na akatuunga mkono, akatusapoti, kwa anasubiri tutakavyoanza. Kwa na sisi tunajua Mheshimiwa Rufungija, mwenyekiti wa halmashauri, ukikanyaga hapa Makubi huwa kuna neema. Uongo kweli? Kweli. Kwako tunaomba kitu kimoja, maana wewe ukifikaga yameisha. Kwa tunaomba na kituo cha afya hiki kiwe kama ilivyokuwa sekondari. Mara ya kwanza ulipoenda ukarudi milioni 48. Ulipoenda ukatoka ikaja milioni 80. Kwa hiyo mheshimiwa, karibu sana Makubi. Tunakuelewa sana na tunakutakia safari njema kwenye uchaguzi ujao, ushinde. Makubi wanacheza na ilani ya uchaguzi. Kwa hiyo kimsingi sababu limefika kwako na wameliongea kwetu wote. Mimi nafikiri tuchukue ombi lao. Cha kwanza ile ramani ije. Na hoja ya msingi wana kila sababu. Kwa sababu unapokuwa na sekondari bila kuwa na kituo cha afya ni hatari sana. Makubi, nyinyi mmekuwa wananchi wa mfano. Ikumbukwe kwamba mlianzisha mradi wa sekondari kwa nguvu zenu na kwa mchango yenu. Uchochezi huu umeisaidia pia serikali kuweka nyongeza kidogo na kuweza kufanikiwa. Kama halmashauri, mradi wenu tuliuchukua, tukaweka hela za mapato ya ndani, na katika mapato ya ndani serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ikatuongeza, tukakamilisha ile shule. Ndugu zangu, tuahidi nguvu zenu haziwezi kufa bure. Mmesema jambo moja muhimu, kwamba mnahitaji kupata mchoro unaotoka idara ya ujenzi. Jambo hilo liko ndani ya uwezo wetu. Niwaahidi kwamba injinia tutamhamasisha, atakuja kuwapimia. Tutengeneza site plan. Kwa ni kuombe mwenyekiti wa serikali yetu ya kijiji pamoja na kamati yako ya ujenzi, anzeni kupanga mipango kwa maana hizo fedha zianze kutumika.